Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Mwili na damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema na baraka zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Neema ya Mungu iko kwetu kwa ajili ya uzima wetu wa milele. Hekima anapaza sauti siku zote mbele zako, akitaka sisi wote tusipotee, bali tuulisi uzima wa milele. Yeye mwenye masikio ya kusikia na asikie neno hili. Roho ayaambia makanisa. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, imenipasa mimi kuondoka ili yule msaidizi aje, yule Roho Mtakatifu. Huyo atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowafundisha. Yeye hatatwaa katika yake, bali atatwaa katika yangu mimi. Basi kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha asili ya maandiko matakatifu ya Mungu na mafumbo ya Mungu na hekima za Mungu kwa ajili yetu, mimi na wewe, kwa ajili ya kanisa. Yeye pale tunaposahau anatukumbusha neno la Mungu ili turudi katika neno, turudi katika njia kwa ajili ya uzima wa milele, wala sio kwa ajili ya kitu kingine. Neema ya Mungu Bwana wetu Yesu Kristo iwe kwako. Hakuna mtu anaweza kuyatambua maandiko matakatifu au kuyafahamu isipokuwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maandiko matakatifu yanasema hivi katika kitabu cha Mwanzo: Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, naye akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, akawa nafsi hai. Wakati Mungu anamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, kabla hajampulizia pumzi ya uhai, alikuwa ni mtu mfu, ni mwili pasipo roho, hakuwa na uhai ndani yake. Alipomuumba huyo mtu, kabla hajapuliza pumzi yake, hiyo pumzi ya uhai haijaingia ndani ya huyo mtu. Huyo mtu alikuwa ni mwili pasipo roho, mwili pasipo uzima. Alikuwa ni mtu mfu, ni maiti isiyo na uhai. Ndipo Mungu alipofanya kazi mara ya pili, akampulizia pumzi puani mwake, pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Mungu alimuumba huyo mtu siku ya 6. Nini maana yake maandiko haya matakatifu? Kabla hajampulizia pumzi ya uhai, alikuwa ni mtu mfu, hana uzima, hana uhai, mpaka pale alipompulizia pumzi ya uhai, roho wa uhai, roho wa uzima kutoka kwa Mungu alipomwingia ndani yake, huyo mtu akawa hai, akawa mzima. Hii ndiyo kusema neno lile alilosema Bwana wetu Yesu Kristo kwamba roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Amesema hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili siyo kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima. Alikuwa mwili pasipo roho, na Mungu akafanya kazi ya kumtilia roho wake, roho wa uzima, akaingia ndani ya huyu mtu aliyeumbwa kwa madongo, kwa mavumbi ya ardhi, akawa nafsi hai, akawa mzima. Mungu akaona hivi ni vema. Maandiko haya matakatifu ni hekima ya Mungu. Maandiko haya matakatifu ni mafumbo ya Mungu. Hekima ya Mungu ni unabii wa mambo yatakayokuwako baadaye.
ambayo mambo hayo yako katika nyakati zetu hizi, yamekwisha kutimia na yanazidi kutimia siku hadi siku. Mungu alikwisha kuyatabiri haya tangu kuumbwa kwa ulimwengu kupitia huyu mtu aliyemuumba kwa mavumbi ya ardhi. Ni unabii na ni utabiri kwa habari ya habari njema itakayowapata wanadamu wote zamani za Kristo, zamani hizi. Huwezi kutambua kama huna Roho Mtakatifu. Wewe utasema tu Mungu aliumba hivi, basi alivyotaka akaumba hivi. Lakini hii ni Injili, habari njema ya wokovu kwa Wakristo, kwa wanadamu wote kuwa mali ya Kristo. Angalia, amemuumba mtu kwa mavumbi. Wakati amemuumba mtu kwa mavumbi, hajampulizia pumzi ya uhai akawa mtu mfu. Hayuko hai kwa sababu ndani yake hana roho wa uzima, ndani yake hana roho wa uhai. Ndipo Mungu alipompulizia pumzi ya uhai, roho wa uhai, roho wa uzima, akawa nafsi hai. Lakini kabla ya kumpulizia huyo roho wa uhai, huyu mtu hakuwa hai, hakuwa na uzima ndani yake. Ni mwili pasipo roho, ni mwili pasipo uzima. Kwa hiyo roho ndiyo itiayo uzima, siyo mwili. Mwili siyo kitu, bali roho ndiyo itiayo uzima. Mwili pasipo roho ni mwili mfu, ni maiti hiyo, ni mauti hiyo. Lakini roho ndiyo itiayo uzima. Mwili pamoja na roho, uhai unainuka. Watu wote wajue kwamba wanadamu tumeumbwa katika hali ya wenye dhambi. Wanadamu tumezaliwa tukiwa hali ya wenye dhambi. Wenye dhambi, laana na mauti. Kwa kuwa tumeumbwa tukiwa katika hali ya wenye dhambi, sasa mauti imetumiliki. Mungu akitutazama sisi ni kama tumekufa, ndani yetu kuna mauti. Ingawa tunaonekana tunatembea, ingawa tunaonekana tuko hai, lakini uhai huu ni machoni petu sisi wenyewe. Tumeumbwa tukiwa wenye dhambi. Sasa Mungu akitutazama haoni uzima, haoni uhai ndani yetu, bali anaona tu mauti. Tumeumbwa tukiwa wenye dhambi, laana na mauti, kama anavyosema mtumishi wake Daudi, tangu tumboni mwa mama yangu uliniumba nikiwa mwenye dhambi, ni mwenye hatia. Maandiko yanasema hivi, tuliumbwa tukiwa wenye dhambi kwa kuwa tumelisi dhambi kutoka kwa Adam baba yetu. Kwa kukosa mtu mmoja, dhambi imeingia ulimwenguni, na dhambi hiyo imewafika watu wote. Kwa hiyo kwa dhambi ya baba yetu Adam, sisi wote tunadhaliwa tukiwa hali hiyo ya dhambi. Kwa kuwa ni wenye dhambi, sasa Mungu akitutazama ni wafu, ni mwili pasipo roho. Hakuna roho wa uhai ndani yetu, bali roho wa mauti anamiliki roho zetu. Ndipo Mungu alipoamua afanye kazi mara ya pili. Mungu akaamua kufanya kazi mara ya pili ili kutia uhai ndani yetu, kutia pumzi ya uhai ndani yetu, tufanane na yeye aliyetuumba, tuwe na uzima kama yeye alivyo na uzima. Ndipo alipomtuma Yesu Kristo Bwana wetu, mwana wake wa pekee. Alipokuja ulimwenguni, alikuja kufanya kazi moja tu, kuichukua dhambi ya ulimwengu, kama anavyosema Yohana Mbatizaji katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yeye alipokuja alichukua dhambi ya ulimwengu kwa njia ya ubatizo kwa Yohana Mbatizaji. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, sasa anastahili yeye kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Akasulubiwa msalabani kulipa deni la dhambi zetu. Yesu Kristo mwana wa Mungu anasulubiwa msalabani, anakufa msalabani, si kwa ajili ya kitu kingine, bali kwa sababu ya dhambi zetu, ili alipe deni la dhambi zetu, mauti. Akafa msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, akaishinda dhambi, laana na mauti.
Dhambi za ulimwengu zimebebwa katika mwili wa Yesu Kristo, na mwili huo kwa kuwa umebeba dhambi za ulimwengu, za kwako wewe na za kwangu mimi, ulikwenda msalabani kuteswa. Mwili wa Yesu Kristo unapigwa kwa sababu ya dhambi zetu, kulipa deni za dhambi zetu. Unachubuliwa mwili wa Yesu Kristo kwa sababu ya mauti yetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hiyo ukimtazama Yesu Kristo juu ya msalaba, unaona mwili unaopigwa, mwili unaotobolewa, mwili unaoteswa. Kwa mwili huo maandiko matakatifu yanasema tumepata utakaso bure kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Anasema hivi Roho Mtakatifu katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 10, kwamba katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Yesu Kristo hafi mara mbili tena. Kama ametolewa mara moja, ameimaliza dhambi mara moja, hamna dhambi tena kwa wote wamwaminio. Kwa hiyo mwili wa Yesu Kristo umetutakasa dhambi, ulitolewa ili sisi tutakaswe dhambi kwa mwili wake, akateswa msalabani. Maandiko yanasema hivi. Lakini pia kwa damu yake inayochuruzika na kumwagika msalabani, kwa sababu mwili wake unapigwa na damu yake inamwagika, kwa damu hiyo tukaoshwa dhambi zetu zote, kama anavyosema katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5, jinsi alivyotupenda akatuosha kwa damu yake. Kwa hiyo maandiko matakatifu, Injili takatifu inasema kwa habari ya mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, hiyo ndiyo iliyotutakasa na kutuosha dhambi zetu. Hiyo ndiyo sadaka pekee kutoka juu mbinguni kwa Baba Mungu wa milele. Kwa sababu tuliumbwa, tumezaliwa tukiwa wenye dhambi, na sasa tuna mauti, hatuna pumzi ya uhai. Mungu anafanya kazi ya kututilia pumzi ya uhai ndani ya mioyo yetu. Anamtuma Yesu Kristo, anakufa kwa ajili yetu. Mwili wake na damu yake ndiyo sadaka pekee ya msamaha wa dhambi iliyofuta dhambi zetu, ikatuosha dhambi zetu kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Maandiko yanazidi kusema katika hiyo kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 19, kwa sababu hiyo tumeoshwa kwa mwili wake, tumeoshwa kwa damu yake, sasa kwa damu hiyo tunaingia mbinguni pahali patakatifu. Katika mstari wa 19 unasema hivi, tuna ujasiri wa kupaingia mbinguni patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawezaje kuingia mbinguni mahali patakatifu tukiwa wafu, tukiwa hatuna uzima? Hii inamaanisha kwa damu hiyo tumepata uzima wa milele, sasa tunaingia mbinguni mahali patakatifu kwa ajili ya kuishi milele. Kwa hiyo damu hiyo ndiyo inayotufikisha mbinguni. Tukisha kuwa hai kwa damu hiyo na kwa mwili wake, tunaingia mbinguni kwa damu hiyo. Watu wanatakiwa kuelewa Injili. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa hapa duniani alihubiri kwa habari ya mwili wake na damu yake. Hii ndiyo Injili aliyopewa na Mungu, na hii ndiyo Injili ya kweli ambayo inatakiwa ihubiriwe kwa kila mtu mwanadamu ulimwenguni kote. Yesu Kristo akahubiri kwa habari ya mwili wake akisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, mimi nakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yangu. Yesu Kristo anasema hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari kuanzia 54 mpaka 57. Yesu Kristo anahubiri kwa habari ya mwili wake na damu yake, kwamba hicho ndicho chakula cha uzima na kinywaji cha uzima. Yeye aaminie katika mwili na damu ya Yesu Kristo, huyo ana uzima wa milele. Angalia anavyosema mstari wa 57, tusome zaidi mara moja. Kuanzia mstari wa 54 tuanze kusoma. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho.
Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Mstari wa 57 anasema, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, mimi ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Kila aaminie katika mwili na damu ya Yesu Kristo ajue yeye yuko ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo na Bwana wetu Yesu Kristo yuko ndani yake. Kwa hiyo kama vile mwana alivyo hai ndani ya Baba, ndivyo na sisi tulivyo hai ndani ya Kristo kwa kuamini katika mwili na damu yake. Kwa hiyo kama anasema kwamba sisi tunakuwa hai ndani ya mwana, ndani yake Yesu Kristo Bwana wetu, kwa kuamini katika mwili na damu yake, hii inamaanisha kwamba hiyo ndiyo pumzi ya uhai tuliopewa na Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo Bwana wetu, huyo ndiye pumzi ya uhai tuliopewa sisi tuliokuwa mauti hapo kwanza. Yesu Kristo Bwana wetu, huyo ndiye roho wa uzima, ndiyo roho wa uhai, ndiyo pumzi ya uhai ambayo Mungu kutoka juu mbinguni ameupa ulimwengu ili wote tuwe hai kwa yeye. Hii ndiyo siri iliyofichwa katika uumbaji wa Mungu siku ya kwanza alipomuumba mwanadamu, alipomuumba Adamu, mtu wa kwanza. Kama Biblia inavyosema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Lakini kabla hajampulizia pumzi ya uhai, huyu mtu alikuwa ni mtu mwili pasipo roho, alikuwa ni mtu mfu, mauti na tawala kwake. Ndipo Mungu alipofanya kazi ya pili, kumpulizia pumzi ya uhai ndani ya moyo wake, akaweka roho wa uhai, roho wa uzima ndani ya huyu mtu, akawa nafsi hai, akawa mzima. Ndivyo Mungu alivyofanya. Maneno hayo ni unabii kwetu sisi kwamba zamani zijazo, zamani za Kristo, watu wote watatiliwa pumzi ya uhai ndani ya mioyo yao kwa njia ya Yesu Kristo, katika mwili na damu yake, kwa njia ya imani. Kwa hiyo Yesu Kristo, watu wote ulimwenguni wajue huyo ndiyo pumzi ya uhai, huyo ndiyo roho wa uzima. Ndiyo sababu anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo sisi tuliokuwa wanafunzi wa Yesu Kristo tunahubiri kwa habari ya roho, tunahubiri kwa habari ya pumzi ya uhai, roho wa uzima, Yesu Kristo. Kila mtu aaminie mwili wa Yesu Kristo na kutegemea damu ya Yesu Kristo, huyu ndiye aliyetiliwa pumzi ya uhai ndani yake, kwa sababu Yesu Kristo anasema katika mstari wa 56 Yohana 6, anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, mimi niko ndani yake na yeye yuko ndani yangu. Yesu Kristo ndiyo uzima wa milele. Yesu Kristo ndiyo pumzi, roho wa uzima. Huyo akiwa ndani yako, wewe umebadilika, sio mauti tena, bali uzima wa milele. Watu wanatakiwa kuelewa hii Injili. Mtu wa kwanza aliumbwa kwa mavumbi, akawa mtu mfu kabla ya kupuliziwa pumzi ya uhai, na Mungu akamtilia pumzi ya uhai, akamtilia roho wa uzima, roho wa uhai, akawa nafsi hai. Roho ndiyo itiayo uzima. Ndivyo tulivyodhaliwa, tulikuwa wenye dhambi, lakini kwa kazi ya msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika kumwamini yeye katika mwili na damu yake, sasa sisi tumetiliwa pumzi ya uhai, pumzi ya uzima, roho wa uzima, tunaitwa wenye uzima wa milele. Sasa tumekuwa kama Mungu alivyo. Mungu ni uzima wa milele na sisi tumefanywa kuwa hai wenye uzima wa milele. Bwana wetu Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Ufunuo, mimi ndimi Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, aliyekufa akawa hai tena. Tusome mara moja neno hili.
Ufunuo sura ya 2 mstari wa 8 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Nini maana yake maandiko haya matakatifu? Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na siku ya tatu akafufuka, yeye yu hai milele na milele. Sisi tulipoumbwa mara ya kwanza tumezaliwa tukiwa wenye dhambi. Sasa tulikuwa tumekufa kwa sababu ya hiyo dhambi. Kila mwenye dhambi amekwisha kufa, ingawa anaonekana anatembea, lakini huyo ni mfu anayeishi, maiti inayoishi. Kwa hiyo kila mwenye dhambi amekufa, hayuko hai. Tulipozaliwa tumezaliwa tukiwa wenye dhambi, sasa tuna mauti, hatuna uzima. Yesu Kristo akafa akafufuka kwa ajili yetu, kwa mwili wake na damu yake. Kila aminiye katika hiyo ana uzima wa milele. Yeye ana uhai wa milele, sasa amekuwa nafsi hai. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiyo roho wa uzima, anakaa ndani yetu. Kila mwaminie Yesu Kristo anaishi ndani yake, huyo ndio pumzi ya uhai. Sasa tumekuwa hai. Katika kitabu cha waraka wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11, wa 12 na wa 13 anasema hivi, na huu ndio ushuhuda, Mungu ametupa uzima wa milele, na huo uzima ameuweka kwa mwanaye Yesu Kristo. Kwa hiyo kila aliye naye Yesu Kristo ana huo uzima wa milele, lakini yeye ambaye hana Yesu Kristo hana huo uzima wa milele. Mstari wa 13 anasema, nimewaandikia haya ninyi ili mpate kufahamu kuwa ninyi mna uzima wa milele, mliaminio jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sisi tumwaminia Yesu Kristo, sisi tulio wa imani kwa Yesu Kristo katika mwili na damu yake, tuna uzima wa milele kwa sababu tunaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo pumzi ya uhai, hiyo ndiyo roho wa uhai tuliopuliziwa sisi na Mungu kutoka juu. Hiyo ndiyo neema ya Mungu tuliopewa na Mungu Baba yetu Yesu Kristo. Watu wote waelewe hilo, msidanganywe na watu. Yesu Kristo alihubiriwa habari za Yesu Kristo, kuhubiriwa habari ya wanadamu kukombolewa kwa Yesu Kristo ilitabiliwa na kuhubiriwa tangu milele, tangu kuumbwa kwa mbingu na nchi. Tangu mwanzo Mungu alikwisha kuhubiri habari za mwanaye Yesu Kristo, kwamba nyakati zitakuja wanadamu wote watakombolewa kwa Yesu Kristo katika mwili wake na damu yake, na huyo ndiye pumzi ya uhai kwa wanadamu wote. Huyo ndiye roho wa uzima kwa wanadamu wote. Kila mwaminie huyo amekuwa nafsi hai, amekuwa na uzima wa milele. Jivunie tena ujisifu kwa hii neema tuliyopewa. Popote uliposhuhudia, wewe una uzima wa milele, kwa sababu wewe umepuliziwa pumzi ya uzima. Kwa hiyo wewe una uzima wa milele. Shuhudia, usione aibu. Kama unamwamini Yesu Kristo, shuhudia una uzima wa milele. Tumepuliziwa pumzi ya uhai kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiyo pumzi yetu, ndiyo pumzi ya uhai, ndiyo roho wa uzima, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 5, tulipokuwa tungali wenye dhambi, Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Imeandikwa hivyo sura ya 5, na yeye ametuhesabia haki kwa damu yake. Imeandikwa hivyo. Kwa hiyo sisi ni wenye haki kwa damu ya Yesu Kristo. Sisi ni watakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Sisi tuna uzima wa milele kwa damu ya Yesu Kristo. Sisi tunaitwa wana walio hai, wana wa Mungu kwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Ujue hilo, wewe mtumishi wa Mungu, wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, wewe ni mwana wa Mungu. Jivunie kuitwa mwana wa Mungu. Umepata neema hii bure,
kwa sababu tumeumbwa na Mungu bure. Kama vile Adamu alivyopuliziwa pumzi ya uhai bure pasipo kutoa chochote, ndivyo na sisi tulivyokombolewa na kupuliziwa pumzi ya uzima, yaani Yesu Kristo ndani yetu bure. Hii ndiyo neema tulionayo. Basi Mungu akubariki sana. Mungu akulinde popote ulipo. Mungu abariki kazi zako na shughuli zako, upate nafasi hata kusikiliza mahubiri haya siku hadi siku, ili kujenga moyo wako kuwa karibu na Mungu. Na Mungu anafurahi unaposikia mahubiri haya kupitia mtumishi wake. Mimi ninaitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, chombo chako ulichopewa na Mungu. Kwa hiyo jivunie chombo chako. Tunahubiri Yesu Kristo, tunamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa. Sina Yesu Kristo mwingine, ninamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa kwa ajili yako. Kwa hiyo ninahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo injili pekee ya Mungu tuliyopewa na damu. Epuka mafundisho ya dunia, ya vitu vya dunia hivi vinavyopaishwa na kutukuzwa kwamba hiyo ni injili. Ni laana. Fedha na mali siyo injili ya Yesu Kristo, maana fedha haikufa msalabani wala kufufuka kwa ajili yako. Umepuliziwa pumzi ya uhai, pumzi ya uzima, roho wa uzima, yaani Yesu Kristo, mwili na damu yake. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.